Je, unajua hisia ya kugundua kuwa kivuli chako si chako tena? Kwamba kile unachokiona kwenye kioo hakifuati mienendo yako, bali kinakutazama kikiwa na njaa ya roho yako? Juma aligundua ukweli huu sekunde chache baada ya kioo cha babu yake kupasuka. Lakini hakuwa anatazama kioo. Alikuwa anatazama lango la kuzimu ambalo yeye mwenyewe alilifungua. Mimi ni msimulizi wako, Victor Rashid. Karibu kwenye simulizi hii ya kusisimua, Siri ya Sanduku la Babu. Sura ya pili, Kifo Kilichopasuka. Ghalani lilikuwa si giza la kawaida. Lilikuwa giza nene lenye uzito, lililokuwa likipumua kama kiumbe hai. Juma alihisi mapafu yake yakijaa hewa yenye ladha ya shaba na uvundo wa miili iliyooza. Mikono ile mirefu yenye kucha zilizopinda na ngozi inayovuka kama karatasi ya kizamani ilikuwa imemkamata kooni. Baridi iliyotoka kwenye vidole vile haikuwa baridi ya barafu, ilikuwa baridi ya upweke wa kaburi. "Babu, tafadhali." Juma alijaribu kutoa sauti, lakini maneno yake yalimezwa na kicheko kilichokuwa kikitokea ndani ya kile kioo kilichopasuka. Kioo kile ambacho sasa kilikuwa kikitoa mwanga wa kijani unaouma machoni kilianza kutanuka. Pasu lile la katikati lilifunguka kama mdomo wa mnyama mkubwa. Juma alihisi mwili wake ukivutwa, si kwa nguvu ya misuli, bali kwa nguvu ya sumaku inayovuta roho yake itoke kwenye nyama. Alitazama chini na kuona kitu kilichomfanya atake kupoteza fahamu. Mwili wake ulikuwa bado umepiga magoti mbele ya sanduku, ukiwa umekufa ganzi, lakini yeye alikuwa akivutwa kuelekea ndani ya kioo. Alikuwa anabanduliwa kutoka kwenye nafsi yake mwenyewe. "Ulitaka utajiri, mjukuu wangu." Sauti ya mzee Madaraka ilivuma, safari hii ikitokea kila upande wa kuta za ghala. "Lakini hukujua kuwa utajiri huu ni kama mkopo. Mimi nililipa kwa miaka 50 ya giza. Sasa ni zamu yako kunipokea kijiti." Ghafla, Juma alihisi uvutano mkali. Kwa sekunde moja, ulimwengu ulijizungusha. Alihisi maumivu makali kama anachanwa na maelfu ya nyembe ndogo ndogo. Alipofumbua macho, hakuwa tena ghalani. Alikuwa amesimama katikati ya uwanja mpana wa kijivu. Mbingu ya huku haikuwa na jua wala mwezi. Ilikuwa na rangi ya usaha uliokauka. Kila mahali palikuwa na vipande vya vioo vikubwa vimeeleka angani. Na ndani ya kila kioo, aliona sura za watu waliokuwa wakipiga kelele bila sauti. Huku ndiko ndani ya sanduku. Huku ndiko kwenye siri ya urithi wa mzee Madaraka. Juma alijaribu kukimbia, lakini miguu yake ilihisi kama imezama kwenye matope ya damu nzito. Alipotazama mikono yake, alishtuka kuona inaanza kufifia. Alikuwa anapoteza uhalisia wake. "Unasikia sauti hizo, Juma?" Sauti ya babu yake ilitokea nyuma yake. Juma aligeuka na kumwona mzee Madaraka. Lakini hakuwa mzee dhaifu aliyemzika. Alikuwa kiumbe mrefu, mwenye macho ya kijani yanayowaka, na vazi lake lilikuwa limetengenezwa kwa vivuli vinavyopapatika kama mbawa za popo. Hizo ni roho za wale wote waliofungua sanduku hili tangu enzi za mababu zetu. Kila mmoja alidhani ana akili kuliko aliyepita. Kila mmoja alidhani atatumia mali na kukwepa malipo. Mzee Madaraka alisogea karibu, na kila hatua aliyopiga ilifanya ardhi iteteme kwa hofu. "Sasa, tazama kile ulichokiacha huko nje." Babu alinyoosha mkono wake mrefu kuelekea kwenye kipande kikubwa cha kioo. Juma alitazama na kuona ghala lake. Aliuona mwili wake ukiwa umepiga magoti, lakini ghafla, mwili ule ulianza kutetemeka. Macho ya Juma aliyeko nje yalifumbuka. Hayakuwa tena macho ya kahawia, yalikuwa macho ya kijani yenye ubaridi na ukatili. Kiumbe kilichokuwa ndani ya kioo
kilikuwa kimeingia kwenye mwili wa Juma. Juma wa kweli alipiga kelele ya kukata tamaa alipoona yeye wa nje akisimama na kutoa tabasamu la kishetani. Kiumbe hicho kilichukua lile sanduku, kikaanza kutembea kuelekea mlangoni. Yule sio mimi, Juma alilia, akigonga kioo kile kwa nguvu. Yule anasafiri kwenda nyumbani kwangu, atamdhuru kila mtu. Yule ndiye msimamizi mpya. Mzee Madaraka alicheka kwa dhihaka. Atazidisha utajiri wako, ataoa, atazaa watoto, na baada ya miaka mingi atamwambia mjukuu wake neno lile lile nililokuambia mimi: usifungue sanduku, na mzunguko wa damu utaendelea. Hofu ya Juma iligeuka kuwa hasira ya dhati. Alikumbuka maneno ya mwalimu wake kuhusu sayansi ya ajabu, kwamba vitu viwili vilivyowahi kuunganishwa vinaendelea kuathiriana hata vikiwa mbali kiasi gani. Sitakubali kuwa kivuli, Juma alinguruma. Lakini kabla hajafanya chochote, ardhi ilipasuka. Viumbe wasio na nyuso walianza kutokea ardhini wakimvuta miguu. Juma alitazama kile kioo kikubwa na kuona kiumbe kilichovaa mwili wake kikakaribia nyumba ya jirani, ambapo mtoto mdogo alikuwa akicheza mlangoni. Kiumbe hicho kilitoa kisu kidogo cha fedha. Hapana! Juma aligundua kuwa ili kuokoa ulimwengu wake, ilibidi afanye kitu ambacho hakuna roho yoyote iliyowahi kuthubutu. Ilibidi ajue yeye mwenyewe akiwa ndani ya kioo ili kuangamiza mwili wake ulioko nje. Lakini unawezaje kuuza kitu ambacho tayari kimeshapoteza uhai? Jibu lilimngoja kwenye sura inayofuata, ambapo siri ya kwanza ya Mzee Madaraka itafichuliwa. Tumefika tamati kwa leo, lakini safari ya hadithi hizi ndiyo kwanza inaanza. Ili kuwa wa kwanza kupata mwendelezo na simulizi nyingine kali kama hizi, tafadhali bonyeza alama ya subscribe, share simulizi hii na rafiki zako, na tuandikie kwenye comment ni jambo gani limekugusa zaidi leo. Mimi ni msimulizi wako, Victor Rashid. Asante kwa kuwa nami.